Mfumuko wa bei kwa kipindi cha miezi 12 hadi kufikia Julai 2026 umeongezeka na kufikia 5.96 kutoka 4.05 ambayo iliyorekodiwa katika mwezi wa Julai 2000. Aidha, kiwango cha mfumuko wa bei kilichorekodiwa kwa mwezi Juni 2026 kilikuwa ni 6.01. Kundi la chakula na vinywaji visivyo na vileo limeongezeka na kufikia 10.91 ikilinganishwa na 4.87 iliyorekodiwa katika mwezi wa Julai 2025. Aidha, kundi la chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi Julai 2026 limefikia 10.29. Kwa ujumla, faharisi za bei zimeongezeka na kufikia 123.82 kwa mwezi Julai 2026 ikilinganishwa na 116.86 ambayo ilirekodiwa mwezi wa Julai 2025. Hili ni jadwali ambalo linaonyesha mabadiliko ya faharisi za bei kwa mwezi Julai 2026. Kama tulivyosema, kundi la vyakula na vinywaji visivyo na vileo limeongezeka na kufikia 10.91, na kama tunavyoona magrupu mengine 12 yalivyo behave kupelekea mfumuko wetu wa bei kuongezeka na kufikia 5.96. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na zisizo za chakula kwa mwaka. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula kwa mwaka unaoishia Julai 2026 umeongezeka na kufikia 11.08 ikilinganishwa na 4.27 iliyorekodiwa katika mwezi wa Julai 2025. Faharisi za bei za bidhaa za chakula kwa mwezi Julai 2026 zimeongezeka na kufikia 141.41 kutoka 127.30 iliyorekodiwa katika mwezi wa Julai 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za chakula kwa mwaka umepungua na kufikia 1.19 kwa mwezi Julai 2026 ikilinganishwa na 2.49 iliyorekodiwa katika mwezi wa Julai 2025. Faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula zimeongezeka na kufikia 111.84 kwa mwezi Julai 2026 ikilinganishwa na 109.74 iliyorekodiwa katika mwezi wa Julai 2025. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mchele wa Mbeya umeongezeka kwa 12.03, unga wa sembe umeongezeka kwa 3.79, samaki wameongezeka kwa 26.22, ndizi ya mtwike umeongezeka kwa 38.03, sukari nyekundu imeongezeka kwa 11.29, sukari nyeupe umeongezeka kwa 8.48, gesi ya kupikia imeongezeka kwa 6.50, mafuta ya taa yameongezeka kwa 44.70, mafuta ya diesel yameongezeka kwa 33.81, mafuta ya petroli nayo yameongezeka kwa 29.84. Mfumuko kwenye vyakula especially inakuwa exerted na hii inatoka na CPI kutokana na vyakula. Okay? Kwa hiyo ile consumer purchasing power, ule uwezo wa watu kununua vyakula sasa unakuwa under pressure. Kwa hiyo mtu anaona bora anunue chakula kuliko kununua non-food items. Tukiangalia hata percentage ya non-food items ni ndogo sana. Inaonyesha kwamba mtu anaona ni bora kununua chakula kuliko kununua zile non-food items. Tunaona kwamba overall index ilikuwa 116.86, sasa imekuwa 123.82. Kwa hiyo ile basket ya vyakula ambayo tulikuwa tunaweza kununua last July kwa 116.86, sasa tunainunua kwa 123.82. Kwa hiyo tuna what we call a medium term comfort range.
Sasa factors ambazo zinaweza zika contribute kwa hiyo ni kwamba tukumbuke kuna supply chain. Sasa kwenye supply chain, ili kile chakula kitoke kule kilipo kitufikie sisi, inakuwa lazima kuna transport involved, kuna kodi involved. Kwa hiyo hayo yote yanaingia into what we call the supply chain factor constraints. Kwa hiyo vyakula vinapata hiyo kwa sababu vyakula vingi tunavichukua kutokea bara. Zipo na nyingi, lakini faida kuu kabisa ya uletaji mafuta kwa kutumia meli kubwa ya mafuta ni uhakika wa upatikanaji wa bidhaa za mafuta. Jambo la mwanzo, kama tumeshuhudia, ni kwamba tangu tumeanza kuleta meli kubwa ya mafuta hatujakutana na kitu kinachoitwa uhaba wa mafuta nchini. Kwa hiyo hiyo ndio faida moja kubwa yao, kwa sababu sisi huku ndani tunaweza tukawa tunayaona kuliko nyie. Kwa hiyo kuna kipindi fulani hivyo wakati tunaanza June Julai, kama tunavyojua ikifika kipindi cha June Julai utalii, kuna mafuta ya ndege hatuwezi kuyapredict kabisa matumizi yake. Sawa, tulikuwa tunaenda na takwimu kama tunatumia lita 2.5 kwa siku moja, lakini ilipofika hii June Julai siku za mwanzo ongezeko likapanda mpaka kufikia lita 400 kwa siku moja. Kwa hiyo kama tungelikuwa tunatumia utaratibu ule wa zamani wa kuleta mafuta kwa tani tani 3,000 kimeli kidogo, manake meli mafuta ya ndege yangemalizika, alafu tungechelewa kuyapata mafuta mengine, jambo ambalo lingepelekea labda minzi ya usafirishaji wa jeti sasa tuende kuyafuata kwa malori. Inaongeza gharama na vile vile inaharibu soko, yani mafuta yanaweza kuwa yasipatikane kwa wakati, ikapelekea uhaba. Kwa hiyo faida kubwa yao ni hiyo security of supply, lakini vile vile tutakuja kuona faida kubwa kama ya kushuka bei ya mafuta itakapokuwa swala la mgogoro wa Mashariki ya Kati limeisha. Sawa, kwa sababu sasa hivi sisi tunachukua mafuta moja kwa moja Saudi Aramco, ambayo lazima apite Strait of Hormuz. Sawa, kwa hiyo meli zimepandisha sana ada ya usafirishaji kwa sababu zinajua riski inochukua.